Katika video hii tutaongea kuhusu sampuli za uwezekano. Kuchukua sampuli ni dhana muhimu sana kila unapofanya utafiti. Kwa sababu tunazo idadi za watu na tunataka kuchukua sampuli inayowakilisha hiyo idadi ya watu. Sasa tutachukuaje hii sampuli? Tunataka kuchukua hii sampuli kwa njia fulani ili sampuli hii iwe mwakilishi halali wa idadi yote ya watu. Sasa hebu tuangalie mfano ufuatao. Tuchukulie tuna shule yenye madarasa 8. Kuanzia darasa la kwanza hadi la 4 ni kwa wasichana na kuanzia darasa la 5 hadi la 8 ni kwa wavulana. Na tuna wanafunzi 200 na tunataka kuchukua sampuli kutoka kwa hao wanafunzi na tunataka hiyo sampuli iwakilishe shule nzima. Tuchukulie tunahitaji wanafunzi 50 tu kati ya hao 200. Kwa hiyo kama tunataka kuchukua sampuli ya nasibu rahisi, hiki ndicho tutakachofanya. Tutawapa kila mwanafunzi namba kutoka 1 hadi 200. Alafu tutachagua baadhi ya hizo namba, yaani wanafunzi hao kwa nasibu. Kwa mfano, tutachukua mwanafunzi namba 3, kisha namba 5, 6, 7, 9, 10, 15, 21, 72 na kadhalika. Kwa hiyo unaweza kuona. Tutachagua hizo namba kwa nasibu, aidha kwa kutumia programu au njia yoyote ya bahati nasibu. Kisha tutaziita hizi mbinu kama sampuli rahisi ya nasibu na sampuli ya nasibu ya kimfumo. Katika mfano huu, tutamchukua mwanafunzi kulingana na uzito fulani. Kwa mfano, tuna wanafunzi 200 na tunahitaji 50, hivyo ukigawanya 200 kwa 50 utapata 4. Kwa hiyo kila mwanafunzi wa 4 tutamchukua ili awe kwenye sampuli. Kwa mfano, mwanafunzi namba 4, mwanafunzi namba 8, mwanafunzi namba 12, mwanafunzi namba 16 na kuendelea hivyo mpaka mwisho wa utafiti wetu. Kwa hiyo kutakuwa na mfumo wa jinsi tutakavyowachukua wanafunzi. Ndiyo maana tunaita hii sampuli ya nasibu ya kimfumo kwenye sampuli ya nasibu iliyogawanywa. Wakati mwingine ni muhimu sana kupata 50% kamili ya wasichana na 50% ya wavulana. Kama unataka kuwa na 50% kwa 50 au 60 kwa 40 au 55 kwa 45, basi lazima tutumie sampuli zilizogawanywa. Katika mfano huu tutagawanya wavulana na wasichana. Kisha tutakuwa na namba kutoka 1 hadi 100 kwa wavulana na 1 hadi 100 kwa wasichana. Kisha tutachukua namba za bahati nasibu kutoka 1 hadi 100 kwa wavulana. Tutachukua 25 na kutoka 1 hadi 100 kwa wasichana pia tutachukua 25. Kwa hiyo katika hali hii tutakuwa na uhakika kwamba tutapata 50% ya wavulana na 50% ya wasichana. Kwa sababu kwa kutumia sampuli ya kawaida ya bahati nasibu hatuwezi kupata uhakika huo. Tunahitaji 50 lakini tunaweza kupata wasichana 27 na wavulana 23 au wasichana 31 na wavulana 19 na kadhalika. Lakini kwa njia hii iliyopangwa tutakuwa na uhakika kwamba tuna 50% sawa katika kila kundi. Njia nyingine hapa ni sampuli ya cluster. Katika sampuli ya cluster hapa, tutatumia madarasa badala ya mwanafunzi mmoja. Kwa hiyo tutachukua madarasa badala ya mwanafunzi mmoja. Tunachotaka kufanya hapa ni kuweka namba kwa kila darasa kuanzia 1 hadi 8. Tutachagua madarasa mawili kwa sababu tunahitaji 50 tu. Kila darasa lina wanafunzi 25. Kwa hiyo tutachagua madarasa mawili kwa bahati nasibu. Kwa hiyo kati ya 1 hadi 8 inaweza kuwa darasa la 2 na darasa la 7. Kwa hivyo katika hali hii, ikiwa una bahati, una wanawake wa darasa 1 na wanaume wa darasa 1 au darasa la 3 na la 5. Hiyo wanawake wa darasa 1 au wanawake wa darasa la kwanza, mtu wa darasa la wanaume. Hata hivyo, inaweza kuishia na tabaka 2 za wanawake, kama vile 1 na 3 au 2 na 4 au 1 na 4 au 2 za wanaume. Lakini hii inaweza kuwa nasibu, kwa hivyo hiyo ni moja ya mambo ambayo unapaswa kuyachukua makundi yote. Inasaidia.
Kama una eneo kubwa ambalo utachukua jimbo tofauti ndani ya kila jimbo, una jiji tofauti ndani ya kila jiji. Utakuwa na shule tofauti ndani ya kila shule, utakuwa na tofauti. Madarasa. Kwa hivyo unaweza kuichukua kama sampuli nasibu ya ngazi nyingi ya kundi. Kwa hivyo hatua hapa za kuchukua sampuli zako. Kwanza, lazima utambue idadi lengwa yako. Kisha utaona jinsi utakavyofikia idadi lengwa hiyo. Amua ni mbinu gani unataka kufanya. Utatumia sampuli rahisi nasibu au kamba mtandao au ya kimfumo. Kisha utawapa idadi wanafunzi hao, au ikiwa utafanya madarasa, utawapa nambari kwa madarasa. Halafu utaanza kuchukua sampuli yako ya nasibu. Asante.